Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia, pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Alhamisi ya Aprili 30. Hii leo tunaangazia kongamano la afya barani Afrika ambalo linakutana mjini Nairobi kujadili ufadhili wa huduma za afya. Je, baada ya Marekani kuondoa ufadhili kwa Afrika, nani atasaidia kuboresha huduma za afya kwa jamii? Viongozi wa Afrika walikuja pamoja kujadiliana kuhusu magonjwa kama vile ndui ya nyani ama ukipenda Mpox, na jinsi ambavyo hawajaona kama pamekuwa na tofauti yoyote kati ya wakati ambapo wamepambana na Mpox na vile walivyokuwa wakipambana na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona mwaka 2020. Kwa haya na mengine zaidi, kaa nasi. Kwanza taarifa za habari na Nyota Suleiman. Bamako, Mali. Ufaransa imewataka raia wake kuondoka nchini Mali haraka iwezekanavyo kufuatia mashambulizi yaliyoratibiwa mwishoni mwa wiki na wapiganaji wanaotaka kujitenga pamoja na wanamgambo wa Kiislamu. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, Ufaransa pia imeonya raia wake kutosafiri kuelekea taifa hilo la Afrika Magharibi, ikieleza hali ya usalama kuwa tete sana. Milipuko na milio ya risasi imeripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, ikiwemo mji mkuu Bamako. Katika mashambulizi ya Jumapili iliyopita, waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara aliuawa katika kile kinachoelezwa kuwa shambulio la kujitoa mhanga. Wakati huo kaskazini mwa nchi hiyo, vikosi vya wanaotaka kujitenga vimeripotiwa kuuteka mji wa Kidal. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Jenerali Assimi Goita, amesema hali ya usalama iko chini ya udhibiti. Hata hivyo, ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa kikosi cha kijeshi kinachoungwa mkono na Urusi kimeanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya waasi karibu na mji wa Bamako. Video zilizosambazwa zinaonyesha ndege za kivita na helikopta zikishambulia wapiganaji hao. Kikosi hicho kinadai kuwa takribani wapiganaji 12,000 walishiriki katika mashambulizi dhidi ya serikali ya kijeshi. Antananarivo, Madagascar. Raia mmoja wa Ufaransa ambaye ni mwanajeshi mstaafu amezuiliwa nchini Madagascar kwa tuhuma za kushiriki njama kuvuruga utulivu wa nchi hiyo. Mwendesha mashtaka wa nchi hiyo amesema Mfaransa huyo anakabiliwa na mashtaka kadhaa, ikiwemo kula njama ya uhalifu na kupanga hujuma dhidi ya miundombinu muhimu kama vile nyaya za umeme na mitambo ya kuzalisha nishati. Ameongeza kuwa washukiwa wengine, akiwemo afisa wa jeshi la Madagascar, pia wamefunguliwa mashtaka kuhusiana na njama hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Madagascar pia imemfukuza mwanadiplomasia wa Ufaransa kwa madai ya kuhusika katika njama hiyo, madai ambayo Ufaransa imeyakanusha. Serikali ya Ufaransa imemuita mwakilishi wa Madagascar mjini Paris kupinga vikali hatua hiyo, ikieleza tuhuma hizo kuwa hazina misingi na hazieleweki, ikisisitiza mchango wake wa muda mrefu kwa taifa hilo. Johannesburg, Afrika Kusini. Mahakama moja mjini Johannesburg imeamuru kufurushwa mara moja kwa Bellarmine Mugabe, mtoto wa mwisho aliyekuwa rais wa Zimbabwe hayati Robert Mugabe. Mugabe alikiri kosa la kuelekeza silaha na kuishi nchini humo kinyume cha sheria baada ya kukamatwa kufuatia tukio la kumpiga risasi mwanaume mwenye umri wa miaka 23 katika makazi yake. Mbali na kufurushwa, ameagizwa kulipa faini ya dola 36,000. Mshtakiwa mwenzake ambaye pia ni bidamu yake, Tobias Matohodze, alikiri makosa kujaribu kuua, kuishi nchini humo kinyume cha sheria,
kumiliki risasi kinyume cha sheria pamoja na kuzuia mkondo wa haki. Wawili hao walikamatwa baada ya polisi kuitwa nyumbani kwa Mugabe katika kitongoji cha Hyde Park, Johannesburg, kufuatia tukio la ufatuaji risasi lililomwacha mfanyakazi mmoja akiwa katika hali mahututi. Inadaiwa kuwa tukio hilo lilitokana na ugomvi uliotokea ndani ya nyumba hiyo. Nairobi, Kenya. Mwanariadha wa Kenya Sebastian Sawe amelakiwa kwa shangwe kubwa baada ya kuweka historia kwa kuwa mtu wa kwanza kukimbia mbio za marathon chini ya saa 2 katika mashindano rasmi. Mafanikio hayo aliyopata katika mbio za London Marathon yamepokelewa kwa fahari nchini Kenya, huku viongozi na wananchi wakimlaki katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi. Sawe mwenye umri wa miaka 31 alitumia saa 1 dakika 59 na sekunde 30 kuvunja rekodi iliyodumu kwa muda mrefu. Baadaye alikutana na Rais William Ruto ambaye alimzawadia shilingi milioni 8 za Kenya pamoja na medali ya dhahabu. Aidha, alipewa nambari maalum ya gari 015930 kuenzi muda aliyotumia. Rais Ruto alielezea ushindi huo kuwa si tu mafanikio ya michezo bali ni wakati wa kihistoria unaoonyesha uwezo wa kipekee wa binadamu. Kongamano la kimataifa kujadili masuala ya afya barani Afrika limekamilika hii leo mjini Nairobi. Kikao cha siku 3 kilikutana kujadili jinsi ya kuimarisha utoaji wa huduma za afya kwa jamii barani. Wataalamu wa afya na wawekezaji katika sekta ya afya wamejadili hasa changamoto ya ufadhili kwa huduma za afya barani. Vituo vingi vya afya vilifunga ama kukosa kutoa huduma muhimu baada ya Marekani kuondoa ufadhili wake kwa mataifa ya Afrika, na zaidi kufungwa kwa shirika la misaada la USAID ambalo lilichangia ufadhili wa huduma za afya Afrika. Gabriel Ingubu amezungumza na mtaalamu wa afya Margaret Nyambura kuhusu azimio la kongamano hilo katika kufanikisha ufadhili wa afya ya jamii Afrika. Kutoka tarehe 27 mpaka tarehe 29 mwezi Aprili mwaka huu, viongozi wa afya kwenye bara la Afrika na pia ulimwenguni wamekusanyika kwenye ofisi za Umoja wa Kimataifa Gigiri, Nairobi, kujadiliana jinsi ya kufikiria upya mifumo ya afya ya Afrika kutumia ubunifu, ujumuishaji na kutegemeana. Mataifa mengi ya Afrika hajaweka mikakati au mipango ya kujadiliana vile ambavyo wataendelea kulipia mifumo ya afya kwenye nchi zao, na hivyo basi kuacha mamilioni ya watu bila nuru ya kesho. Labda kama unaweza kutueleza viongozi wa Afrika wameweka juhudi zipi kuimarisha huduma za afya Afrika? Viongozi wa Afrika walikuja pamoja kujadiliana kuhusu magonjwa kama vile ndui ya nyani ama ukipenda Mpox, na jinsi ambavyo hawajaona kama pamekuwa na tofauti yoyote kati ya wakati ambapo wamepambana na Mpox na vile walivyokuwa wakipambana na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona mwaka 2020. Kwa hiyo mashirika kama vile Rana ambayo ni asasi za kiraia wamejadiliana kuhusu namna watakavyohamasisha viongozi kwenye nchi zote za Kiafrika kuhakikisha kwamba Pandemic Accord ambayo iliwa sahihi mwaka uliopita imethibitishwa na PABS Annex ambayo itahakikisha kwamba nchi za Kiafrika zitapata haki yao kwa zile vaccines, therapeutics, diagnostics ambazo zitatengenezwa kwenye majanga makubwa yatakayokuja siku za usoni. Pia tumemwona Rais wa Ghana Mahama akiteua kamati ya watu 18 chini ya Accra Research Initiative ili wageuze namna ambayo uamuzi kwenye afya kwenye dunia yote unavyotendeka. Ufadhili wa sekta ya afya umepungua sana baada ya Marekani kuondoa USAID. Hili pengo ni nani wa kujaza? Umoja wa Afrika umetengeneza sera ambayo inaangalia kwamba nchi za Kiafrika zinamakinika ili kufadhili afya ya wananchi wao. Nchi kama Kenya imejitahidi ili kupitisha sera na pia sheria ambazo zinahusiana na kulipia afya ya wananchi wa Kenya. Nchi zingine kama Uganda bado zinatengeneza sera hizi, ila bado hawajafika kuwa na sera za kijamii. Hili kongamano la afya barani Afrika lina nafasi ya kutoa suluhu kwa changamoto zinazokabili utoaji wa huduma za afya Afrika. Lina nafasi ya kutoa suluhisho za changamoto zinazokabili utoaji wa huduma za afya Afrika kwenye majanga makuu na pia kwa siku zote.
Hata hivyo, tunategemea kwamba serikali za nchi zote za Kiafrika zinawajibika ili kuhakikisha kwamba usaidizi wowote au mikakati yote ambayo wataweka kati haitazuhuliwa na ufisadi ambao ndio imekuwa kawaida ya serikali kwenye nchi za Kiafrika. Ni Gabriel Ingubu akizungumza na mtaalamu wa afya Margaret Nyambura kuhusu azimio la kongamano hilo katika kufanikisha ufadhili wa afya ya jamii Afrika. Tuelekee kanda ya Saheli ambapo Jumapili hii nusura utawala wa kijeshi wa Mali kung'atuliwa madarakani. Makundi ya kigaidi yalitekeleza mashambulio ya pamoja na kufanikiwa kuingia mji mkuu wa Bamako. Waziri wa ulinzi aliuawa kwenye shambulio hilo. Aidha, makundi hayo ya FLA na lile la Al-Qaeda la JNIM yalikiri kuhusika na tayari yametoa maeneo mengi kaskazini mwa nchi. Sio tu Mali inayokabiliwa na maasi ya makundi ya kijihadi, lakini yametawala maeneo ya Chad, Guinea, Burkina Faso, Niger na hata Jamhuri ya Afrika ya Kati. Licha ya mataifa hayo kuomba msaada wa mamluki kutoka Urusi, hali ya usalama imeendelea kuzorota. Silvanus Karemera amezungumza na Abdullahi Halahe Bolu ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tukizungumzia tu ukweli, baadhi ya mataifa ambayo umeyataja yakiwemo ni pamoja na Sudan Kusini, Chad, Burkina Faso, Mali na Niger na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mataifa haya yote ukiangalia japo yanakumbwa na matatizo ya ukosefu wa usalama, jambo moja ambalo ni dhahiri shahiri ni kwamba mataifa haya yote utaifa wao una dosari, kwa kuwa iwapo unahitaji kuwa taifa au serikali ambayo inayotaka kuongoza taifa, mojawapo ya nguzo muhimu ni kuwepo kwa usalama kwa eneo hilo la mpaka ambalo unaliita nchi yako au taifa lako. Kwa hiyo mataifa haya ambayo umeyataja hayajafanya vizuri katika kuhakikisha kuwa kuna usalama. Manake pale ambapo kutakuwa na usalama, basi baadhi ya shughuli za serikali yakiwemo ni pamoja na hospitali, shule yataondokana na hayo. Kwa hiyo hatujafanya vizuri, na kadri siku zinazosonga mbele, miaka zinazosonga mbele, matatizo hayo yanazidi kutokota. Naam, katika mataifa haya ambayo pia tunayazungumzia, tumeona baadhi ya mataifa sana sana katika kanda ya Sahel yakiwafukuza baadhi ya wakoloni wake wa zamani kama vile Ufaransa, lakini moja kwa moja yakimbilia katika nchi kama Urusi, mengine mpaka hata China. Katika hali hiyo, unadhani hilo litayasaidia mataifa haya ambayo kwayo yametoka kwenye hizi nchi za magharibi na kwenda Urusi na Uchina? Mashirika au nchi kama Ufaransa au Urusi wataweza kusaidia kwa muda, lakini kama nilivyosema hapo awali, shughuli muhimu ya serikali au taifa ni kuhakikisha usalama wa mali na watu wake. Kwa hiyo pale ambapo utaanza kuwatumia mataifa mengine, mashirika mengine, makundi mengine katika kupeana au kutoa usalama kwa watu wako, basi hilo halitakuwa suluhu ya kudumu au suluhu endelevu. Kwa hiyo itahitaji mataifa haya yote ni lazima yaanze kufikiria kwa kina zaidi, je, wataweza kuwasaidia raia wao vipi? Lakini mbona hali hii inaendelea katika bara kama Afrika lenye wakazi wengi tu vijana, wengine wanalita ni bara la vijana, ambako zaidi ya 70% ni vijana waliosoma, wenye rasilimali ya akili na uwezo mwingine? Mbona wakubali bara lao liweze kuchukuliwa namna hii? Kwa nini wanakubali wao kama vijana ambao kwa kiasi kubwa ndio nguvu kazi hasa ya bara la Afrika? Inakuwaje hali hii ikajitokeza ama ikaendelea kujitokeza katika bara hili la Afrika? Hilo ni suala muhimu ambalo umeliguzia kuhusiana na kuwa na watu wenye umri mdogo, lakini mipango ndiyo jambo la muhimu. Kuwepo kwa bajeti ni jambo la muhimu, kuwepo na utashi wa kisiasa na utamaduni wa utekelezaji katika mataifa haya yote na mengine. Pale ambapo utatembelea utakuta kwamba kuna mipango, kuna mikakati, na wakati mwingine pia kuna fedha za ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini kile ambacho hakipatikani ni utashi wa kisiasa, ni ule ari na uchu wa kusema tumejinyakulia uhuru miaka 60 na juu. Kwa hiyo ni muhimu watu wetu waishi maisha ambayo yanaendana na hali hiyo, lakini hayo yote hayapo. Vijana wapo, ukitaka kuwatengelezea ajira, vijana wapo, wako tayari, lakini itahitaji mambo mengi kuweza kufanyika, ikiwa ni pamoja na uchu na nia ya kujaribu kubadilisha maisha ya mataifa hayo.
Ni Abdullahi Halahe Boru, mchambuzi wa masuala ya usalama wa Afrika, akizungumza na Silvanus Karemela. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge nasi, yani usubscribe na YouTube idhaa Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Jamii Kivu inayopatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limelalamikia waasi wa M23 na washirika wao, jeshi la Rwanda la RDF, kwa kutekeleza shambulio la droni katika eneo la Minembwe mashariki mwa nchi. M23 na RDF hazijathibitisha madai hayo, ambayo yanajiri wakati mkuu wa kikosi cha amani DRC MONUSCO James Swani amezungumza na pande zote katika mzozo wa mashariki mwa nchi na kuomba ziheshimu mwafaka wa kumaliza vita. Kutoka Baraka, Hussein Jafari na mengi. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la FARDC nambari 9 iliyotolewa na msemaji wa jeshi Luteni Kanali Mong Bazukai, jeshi linadai kuwa lilidungua droni moja aina ya UAV mwishoni mwa juma lililopita. Inadaiwa kuwa droni hiyo ilipatikana ikiruka katika eneo la Point Zero ni kwenye milima ya juu ya Minembwe iliyopo tarafani Fizi, jimboni Kivu Kusini. Katika taarifa yake rasmi, jeshi la taifa linasema kuwa droni hiyo ilikuwa inatekeleza shambulio lilolenga moja kwa moja vituo vya FARDC na pia maeneo ya raia. Mamlaka mjini Kinshasa zinaeleza kuwa kitendo hicho ni ukiukwaji wa wazi wa anga la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hata hivyo hadi sasa hakuna taarifa rasmi zilizotolewa na jeshi kuhusiana na madhara yoyote, na haijajulikana iwapo kuna askari au raia waliojeruhiwa wakati wa tukio hilo, wala haijafahamika kama kuna mali za wananchi au za umma zilizoharibiwa. Aidha, hadi wakati huu hakuna majibu yoyote rasmi yaliyotolewa kuhusiana na tuma hizi. Jeshi la Rwanda ambalo limetajwa na Kinshasa kama chanzo cha droni hiyo bado halijazungumzia tuma hizo. Vile kundi la AFC M23 ambalo pia limetajwa kwenye taarifa ya FARDC halijatoa tamko lolote. Ikumbukwe kuwa si mara ya kwanza kwa mashambulizi yanayodaiwa kuhusishwa na drone kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara kadhaa katika miezi ya hivi karibuni, pande husika katika mzozo huu zimekuwa zikituhumiana kuhusika na mashambulizi kama hayo, huku kila upande ukikana tuhuma hizo. Eneo la Minembwe limekuwa na mvutano wa muda mrefu kati ya makundi mbalimbali yenye silaha, na mapema mwezi huu mkutano wa kidiplomasia ulifanyika mjini Montreux nchini Uswizi, ukilenga kutafuta njia za kupunguza mapigano katika eneo hilo. Katika taarifa yake, jeshi la Kongo linasema litaendelea kuwa macho ili kulinda usalama wa raia na kuhakikisha mipaka ya nchi yake inalindwa. Baraka, Hussein Jafar, Sauti ya Afrika. Ni Hussein Jafari. Jamii ya Wamasai wanaopatikana Kenya na Tanzania wana sifa ya kutumia tiba asilia zinazotokana na mimea inayopatikana karibu nao. Anne Ngugi alitembelea mbuga kubwa ya wanyama pori ya Masai Mara na kuzungumza na Latif, kijana wa Kimasai aliyemweleza kuhusu mbinu asilia ambayo jamii hutumia kuimarisha afya ya kinywa. Nimekuwa hapa Masai Mara kwa siku 2 hadi 3 kwa kazi zangu za wanahabari. Hifadhi hii ni maarufu duniani kwa uhamiaji mkubwa wa nyumbu kutoka Kenya kuelekea Serengeti. Kwa sasa niko njiani kuelekea Narok ndani ya Land Cruiser ya kijani, mvua ikiendelea kunyesha na barabara ikiwa na utelezi. Niko na dereva, lakini si dereva tu, ila pia ni mmoja wa wahudumu, kwa kimombo wakifahamika kama rangers. Atajifahamisha mwenyewe. Ni kijana wa Kimasai kutoka jamii ya Wamasai, akiwa na tabasamu lake la kawaida. Katikati ya safari amenionyesha mmea anaotumia kusafisha meno, sehemu ya maarifa ya jadi ambayo bado yanadumu hadi leo. Amenipa kipande nionje, kwa kweli kina ladha kali na chungu, lakini ili basi nisipoteze ladha ya kitu ambacho nakizungumzia, nimemshikia kisemeo. Anaendelea kuendesha gari, atatupatia jina lake ni nani
Alafu anieleze mmea huu unaitwaje na hupatikana wapi hapa Mara? Kwa majina naitwa Latif Leyan Taki, mzaliwa wa Mara, nimelelewa Mara, nimepata kazi Mara, nafanya na Mara 11, mimi ni dereva ranger, niko na experience ya 8 years nikiwa Mara 11. So hiyo mmea sisi tunaitwa sokonoi kwa lugha ya Kimaasai. Hapo mbele ndaulizia tu mwenzangu ambaye aka hapa nyuma amesomea mambo ya miti. Kufikia hapo hiyo nini inaosha meno, itashinda Colgate. Inatoa tu nini kama Colgate, lakini inaosha ukiwa unaumwa na meno, inatoa hiyo uchafu yote, so utasikia maumivu yote ya meno. So inasaidia sana. Vile unaona hata meno yangu inashinda yako. Latif ananitoa rangi moja kwa moja. Lakini Latif, unatumika vipi? Ni kusafisha meno tu au pia husaidia kutibu matatizo ya meno? Japo hata meno yangu Latif si mabaya sana ama? Hii inatumika kwa kutumia nini? Sasa kuna hiyo uchafu yote, kuna mtu anagonga na hiyo harufu ya meno, kinusa unasikia kutapika. So ukitumia kila siku utaisikia, hata usipo brush meno siku 3 inakaa tu iko sawa. Yes. Utaenda kuchoma. Hakuna. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika, mnasikia maneno. Sasa tuko na Latif hapa, namuuliza swali hili ambalo ni muhimu sana. Mlijuaje Latif kuwa mmea huu ni salama kutumia? Hamkuogopa kwamba unaweza kuwa na sumu, unaweza kuachibua mdomoni kwa sababu sehemu ya ndani ya mdomo ni nyororo sana? Hii mswagi venye hata si tulisaliwa tulionyeshwa na baba zetu, tukaambiwa hii mswagi ni kali sana. Kwanza ukitaka kujua ukali yake usitoe maganda. Tafuna kwanza maganda ndio ujue ukali wa ya hiyo miti. So sisi tukichunga tunaona tu baba zetu ana brush, tukachukua tuko hiyo hadi wa leo. Sasa juu umenipatia yangu, niko na kipisi changu hapa na vile ni kali. Sasa nikitumia tu leo itanisaidia ama ni lazima nitumie kila siku? Alafu kingine, mimi naishi Nairobi. Huyu mmea nitaupata wapi? Naweza ingia National Park nipate ama tu huu mmea specifically unapatikana hapa Masai Mara? Hii mmea utapata tu Masai Mara, lakini pia utapata Mau Saidi kama Mau Forest. So hii mmea hata nunua uende upande kwako juu inamea, lakini huwezi katakata tu ikimea mpaka ikuwe kubwa ndio upate hiyo mmea zao uanze kutafuna. Na sasa wewe unatumianga dawa zingine, hizi dawa umetaja sitaki kuzitaja, hizi dawa zingine zinanunuliwa kwa duka, ushawaitumia ama always unatumia hiyo? Mimi natumia, sijawahi tumia brush kwa meno yangu Tangu zaliwe? Tangu nisaliwe. Hata sasa hivi unaona nimebeba. Ndio. Nikikula naosha na maji, nina brush pole pole. Nakwambia tembea ujione msikilizaji. Yamekuwa ni mazungumzo yangu, tuko katikati ya matembezi tukitoka hifadhi hii ya wanyamapori, hali kadhalika maeneo ambayo jamii ya Wamasai yanaishi hapa Masai Mara. Kijana amenipatia mswaki wangu, nitaenda nikibrush kidogo nione kama basi nitapata manufaa hayo, ijapokuwa ni vizuri kuwa na tahadhari wakati wote ukitumia mimea hii ya jadi. Kutoka Masai Mara, mimi ni Ann Ngugi. Asante. Ni kijana Latif. Kumbuka ni muhimu kufahamu kwamba baadhi ya tiba asilia haijathibitishwa kisayansi. Hata hivyo, jamii za asili kama Wamasai hutumia mimea hiyo kwa mahitaji ya afya kila siku, wakizingatia maarifa ya jadi kutoka kwa mababu. Mzozo wa ukanda wa Sahel umeendelea kuwa moja ya migogoro hatari zaidi barani Afrika, ukihusisha mapambano kati ya serikali na makundi ya wanamgambo yenye msimamo mikali. Nchini Mali hali imekuwa mbaya zaidi, huku mashambulizi yakiongezeka na kufikia hata mji mkuu Bamako. Kuporomoka kwa usalama, kuongezeka kwa ushawishi wa makundi kama JNIM pamoja na mivutano ya kisiasa ndani ya uongozi wa kijeshi wa Assimi Goita kumeifanya Mali kuwa kitovu cha taharuki kubwa katika Sahel. Mgogoro unaoendelea kutishia si tu taifa hilo bali utulivu wa bara zima la Afrika. Sikiliza tahariri ya Silvanos Karemela. Moyo wa Afrika unapaswa kuwa Mali, lakini leo moyo huo unavuja damu. Katika mitaa ya Bamako, mji mkuu, milio ya risasi imechukua nafasi ya sauti za watoto kucheza. Vifo vya raia, hofu ya kukimbia makazi yao, na sasa kuuawa kwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara si tukio la kawaida la kiusalama, ni dalili ya taifa linalosukumwa ukingoni mwa kuporomoka. Mzozo unaendelea katika ukanda wa Sahel, hususan nchini Mali, ni janga kubwa la kibinadamu na kisiasa linaloendelea kuzorota kwa kasi.
likiwaacha raia wa kawaida katika hali ya hofu, majonzi na sintofahamu. Tukio la juzi la mashambulizi ya wanamgambo jijini Bamako yaliyosababisha kuuawa kwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara linaonyesha wazi ukubwa wa mgogoro huo na jinsi ulivyoanza kuvuka mipaka ya kawaida ya mapigano ya kijeshi. Mashambulizi yaliyolenga maeneo mbalimbali kwa wakati mmoja, pamoja na kupotea kwa mji wa kaskazini wa Kidal, yanaashiria kuwa makundi ya wanamgambo yameongeza uwezo wao wa kushirikiana na kupanga operesheni za kiwango cha juu zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa hapo awali. Makundi ya wanamgambo sasa yanafanya kile ambacho hapo awali kilionekana hakiwezekani: kushambulia kwa pamoja, kwa mpangilio na kwa ujasiri hadi moyo wa mji mkuu. Huu si uasi wa kawaida. Huu ni ujumbe wa wazi kwamba dola imeanza kuyumba, na wakati taifa inawaka moto, nguvu za nje zinaingia kama wazima moto. Lakini je, wanazima moto au wanaongeza? Ushiriki wa Urusi kupitia wanajeshi au mamluki unazua maswali mazito. Je, Mali inaokolewa au inawekwa chini ya utegemezi mpya wa kimkakati? Historia ya Afrika imetuonya mara nyingi, msaada wa kijeshi usio na uwajibikaji mara nyingi huja na gharama ya uhuru wa kweli. Lakini lawama kubwa zaidi haipaswi kuelekezwa mbali, bali ndani ya bara lenyewe. Iko wapi sauti ya Umoja wa Afrika AU? Je, Mali imewachwa mikononi mwa Urusi na mamluki wake? Iko wapi hasira ya bara wakati raia wake wanauawa, wanakimbia na kuwachwa mikononi mwa vikundi vinavyotangaza wazi kuwa vitawalenga wasio na hatia? Kujigamba kwa Urusi kwa wanajeshi au mamluki wake wamefanikiwa kuzuia mapinduzi hayo ya kijeshi na kulinda raia zinapingana na picha zinazosambazwa zikionyesha mapigano makali mitaani. Ushirikiano kati ya Bamako na Moscow unaibua maswali kuhusu mustakabali wa uhuru wa kisiasa wa Mali na utegemezi wake kwa nguvu za nje. Ni kweli Mali ilisimamishwa kushiriki katika AU baada ya mapinduzi ya mwaka 2021, lakini je, kusimamishwa huko kunafuta utu wa Mali? Je, kunafuta haki yao ya kulindwa kama Waafrika? Je, raia wa Mali si wa Afrika halisi? Kwa sababu ukimya huu unauma, unatoa taswira kwamba mshikamano wa Afrika una mipaka, kwamba kuna mataifa yanayostahili sauti na mengine yanaweza kusahaulika. Huu si wakati wa taratibu za kidiplomasia zisizo na meno wala kauli za jumla zisizo na hatua. Huu ni wakati wa msimamo. Kundi linahusishwa na Al-Qaeda, GNIM, linatangaza kuizingira Bamako na kutoa vitisho vya wazi kwa raia. Hili siyo tishio la kesho, ni janga la leo, na kila dakika ya kusita inamaanisha maisha zaidi kupotea. Afrika haiwezi kuendelea kuwa mtazamaji wa mateso yake. Ikiwa taasisi zake haziwezi kusimama wakati huu, basi zinapaswa kujiuliza zinawakilisha nani na kwa nini zipo. Mzozo wa Sahel hauhitaji nguvu za kijeshi, bali pia juhudi za kidiplomasia, mazungumzo ya amani na mshikamano wa kweli wa bara la Afrika. Bila hatua za haraka na za dhati kutoka taasisi kama AU pamoja na jumuiya ya kimataifa, taifa la Mali na ukanda mzima wa Sahel vinaweza kuzama zaidi katika dimbwi la machafuko lisilo na mwisho, kwa sababu mwisho wa yote, historia haitahukumu kwa kauli zilizotolewa, bali kwa ukimya ulioruhusiwa. Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia matukio muhimu kuhusu bara letu la Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema na Usiti narusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia Radio Washika. Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.